Sebana tuko na madam hapa. Mara nyingi waga anaonekanaga kwenye Kombolela mara nyingi sana tena kwa uswahili zaidi. Kwanza hongera sana mama kwa episode kali ambazo unazifanya. Asante, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Karata Abduli kanigaia ngumu sana lakini Mungu amenijalia nimeicheza. Wewe unasema ngumu character leo kugaia Abduli? Kucheza na yani mwanamume mdogo anakuoa afu unafumaniwa. Kwanza kishafumaniwa zaidi ya mara mbili. Watu wengine wanachukulia kweli, lakini mimi nimecheza pale, mimi nimecheza kama China, sikucheza kama maua mafuta. Unafumaniwa ukiwa na mwanaume mdogo. Mwanamume mdogo afu mume. Sasa mwanaume mdogo mume wa mtu ana miaka mingapi mwanaume mdogo? Inategemea, sasa kama yule ana 30 na mimi na 60 na. Lakini ndo asikia aoni na dini lakini inaruhusu. Lakini za ndani nasikia upendelei sana wanaume wadogo. Yaani hata kuolewa kwako ukuwahi kuolewa na mtu ambaye yaani wewe unataka mtu akuzidi miaka hata 10. Kuna siri gani hapo? Inategemea malezi. Mimi nilivyolelewa, nimelelewa yani kuzaliwa na kuolewa tu. Mume wangu wa kwanza umri wake mkubwa, kanizidi hata miaka 15, 10 amefariki, ameenda mbele yake. Nimekuja kuolewa na mume wa pili, kanizidi hivyo hivyo. Basi ndio maumbile yangu. Na hiyo inasababishwa ni aina ya vyakula unavyokula au ni mazoezi makali au nini kikubwa? Vyakula, mazoezi, kujiweka, sitaki matafrani kichwani, mawazo msongo wa mawazo. Nikipata alhamdulillah, nikikosa alhamdulillah. Kwa sababu mimi nakaa na watoto wangu na wajukuu zangu. Kwa hiyo sirushi roho na watu. Wala wajukuu zangu hawanirushi roho, wala watoto wangu hawanirushi roho. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Tukinachopata tunaridhika, tunakula, nyumba yetu tujapanga, tunamshukuru Mungu. Maeneo Mlimani City pale, maeneo nyuma Sky pale. Na nakuonaga uko busy sana biashara kibao panachangamka sana pale. Hivi kwenye masuala ya upishi umebobea sana wewe? Vibaya mno. Ilikuwaje? Hebu tupe siri. Malezi nilolelewa mimi, sisi ni watu wa pwani, Kilwa Ladhi na Zanzibar Ladhi. Chakula chetu wali nazi, kila kitu nazi. Na mpaka jina Mlimani City nzima ukifika pale wewe uliza tu mama nazi. Umenipata. Mlimani City nzima wa asilimia nzima toka inaanza kujengwa wanakula kwangu. Bwana wewe. Na mpaka sasa hivi mtu apotea aingie tu mle ndani aulize eti kwa mama nazi wapi? Wanakuambia ni nyumba ile pale. Na nyumba yangu barabara. City inajengwa, watu wanakula pale, mafundi wote wanakula kwako. Mafundi wote. Mimi natoka Kariakoo nilikuwa napika naita chakula pale. Kuna mpangaji wetu alishapanga mle. Kwa hiyo akanipa hiyo kazi. Mama, mimi chakula kingi sikiwezi, na kuna watu wanajenga kota, ile kota zile zinajengwa. Kwa nini niambia sawa, mimi naacha huku, watu wangu wanaacha huko Kariakoo na sanangu wa kazi wanapika huku, mimi naenda napika pale Mlimani City. Marehemu babangu bado yuko hai. Okay. Moja ya kitu ambacho nimeona kimeibua mjadala sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hao watoto wa kike wa 2000. Kwanza nataka kujua wewe unawazungumziaje kwa experience yako ukiwaangalia ukoje? Kwa unasema tabia kuchukua mabwana za watoto wa 2000 hao. Kivipi? Rudia tena. Yaani watoto wa 2000, yani wanawake watoto wa 2000 wanasemwa sana kwamba ni mamasta kwenye kuvuruga mahusiano ya watu, kutembea na mabwana za watu. Hao unawachukuliaje labda? Kwa sababu najua una experience sana mjini mama. Hebu tuambie wewe unaonaje labda ukipita kwa bwana wa mama wenzio wanasemaje kuhusiana na vitoto vya 2000? Mimi nachukulia yani hawajafanyiwa uhalisia kama tuliofanywa sisi kuchezwa kivipi? Yani mafundo ya ndani. Watoto wakishavunja ungo, mtoto kishamweka ndani, ukimpa mafundo yanamuingia kichwani mwake. Hawezi kufanya uparupaa waenda azimu. Mtoto wa 2000 akamchukua jibaba la miaka 40. Haiwezekani. Pamoja inawezekana lakini sio vizuri. Asome kama sasa hivi kisomo, aende chuo, apate elimu. Umenielewa? Ajistai. Sio tena ndo mtoto wa 2000 kila kitu mtoto wa 2000, kila kitu mtoto wa 2000. Ndio maana wanajipa matambia mabaya. Wanajipa matambia mabaya. Yani wanajipa tabia mbaya. Kila kitu ukiongea, utaweza hao. Kuna msemo, kizazi kipya cha watoto 2000. Hamna kizazi cha watoto 2000. Uzazi ni ule ule. Kamwe dunia haitoshuka, mbingu haitoshuka kuja chini wala ardhi kwenda juu. Wewe malezi tu. Kabisa. Hakuna, hicho ni Kiswahili tu wenyewe. Wanawapamba tu eti watoto 2000. Watoto 2000 wana nini? Hawana lolote. Hawana chochote. Sawa kama chukua gunia 100, katie pale baharini, nenda kakoroge. Kionja chumvi ile. Bwana. Jamani mazito nitaanguka mimi. Kwa watoto 2000 si mchongo wote kabisa. Hawana lolote. Kiswahili tu kwa paisha, hawana chochote. Vitoto vya 2000 mpaka wameimbiwa na nyimbo vitoto vya 2000 na Kinandaro. Kumbe hamna maajabu. Hawana hata maajabu, wana hapa tu kichwa.
kutwa mtoto ana suruali toka kamka asubuhi ana kisuruali kimemganda kama sijui kijaruba gani sijui. Sasa ana nini? Maajabu gani alokuwa nayo? Kwani mtoto wa kike au msichana anatakiwa labda hawa wadada wetu ambao wameshavunja ungo anatakiwa abadilishe nguo mara ngapi na nini? Kwa sababu umeniambia masuala ya suruali hapo umeniacha njia panda kidogo. Kwa shauri mtoto katoka nyumbani toka asubuhi kama kaenda kazini ana suruali toka amevaa suruali. Amini kila mtu na maumbile yake. Mwingine anakwenda msalani kwa siku hata mara 4 mara 5. Kwa hiyo anakichuka kigangania hicho. Umerudi basi nyumbani kama umetoka kazini saa 10 11, ingia bafuni, jimwagie maji, koga na sabuni, malize tayari, chukua manukato, jipakaze, maliza, vaa kijora. Lakini umeshatoka kukoga tayari unarudia tena suruali. Una maajabu gani ya suruali? Una maajabu gani ya suruali? Umeenda kazini umeshinda na suruali, unarudi nyumbani unashinda na suruali. Lakini pia uchumi pia nao unachangia. Uchumi maneno tu, ndio maana nakwambia uchumi maneno tu. Uchumi maneno tu. Ni yale hayabadiliki. Sasa wanatakiwa waweje sasa? Wajivalishe vijora jamani, Mwarabu sio mjinga kutunga kijora na hakifi fashion kijora. Kwanza mwenyewe unakuwa huko uhuru. Sasa mtu unamwona ana mimba miezi 8 anaenda kuvaa suruali. Alafu ukimzaa mtoto kakateka pua, utamlani Mwenyezi Mungu, kakupa kilema. Umemlemeza mwenyewe. Umemlemaza mwenyewe. Una mimba kwa nini unavaa suruali? Usivai suruali, vaa nguo pana. Nguo pana ndio vijora. Ukishajifungua salama na amani, utavaa suruali yako utarudia. Na kwa nini unashinda na suruali kutwa kucha? Joto Dar es Salaam, joto letu hili. Hatuko Mbeya sisi hapa. Bwana wewe. Kauli nzito sana. Sasa mama, unawaachaje sasa mashabiki zako ambao wanakufuatilia kupitia Kombolela? Nini unawaambia? Mashabiki zangu nawapenda na mimi naamini ni wananipenda sana. Popote ninapokwenda Dachina. Wengine mtu ananitamka kabisa jina langu walisia wanalijua, Maua Maftaa. Mama Viotpoti au mama mtoto mdogo. Mtoto mdogo maskini Abduli kanipa karata mtoto mdogo. Lakini nashukuru kunipa kucheza karata leo. Nimecheza na Joni, nimecheza na Asmani, nimecheza sijui na Peter. Bwana Mudi tu. Yule ambaye nishafumania naye, nimefumaniwa naye mara 2 mara 3. Mkeo roho imemuuma kaniletea mizigo yake pale na mimi nimempokea. Naye Muislamu na mimi Muislamu kanioa. Na nitaifanya shughuli, nitampokea, nitampa kabati kumuhifadhia nguo zake kwenye kabati. Mume anasuswa. Sawa ukimsusa mume, sawa umechukua mfupa. Umenielewa? Umemkabidhi fisi. Fisi hana meno. Hata ukwakwasa ule mpaka umalize. Sasa mimi kaniletea yule mume, mimi namkwakwasa yule mpaka nimjue mwisho. Hivi mama Walinazi, ni halali kijana kumoa bibi wa miaka 60? Halali mwanamume yule, kwani mwanamke mwenzangu mimi yule. Mwanamume yule. Suna. Bi Khadija mbona aliolewa na bwana Mtume? Suna kivipi? Yule ni atabaki kuwa mwanamume tena sio wa miaka 6. Ana miaka 28 au 30. Halali kunioa mimi. Mimi mwanamke. Mimi mwenyewe pepo naitaka chini ya unyayo wa mwanamume. Siwezi kuipata pepo kwa mwanamke mwenzangu. Mambo yamepamba moto sasa Siwezi kuipata pepo kwa mwanamke mwenzangu. Naipata pepo kwa mume wangu, naipata pepo kwa mama yangu, naipata pepo kwa baba yangu. Lakini moja comment ambayo nilikutana nayo kwenye mitandao ya kijamii ni wewe unavyoigiza. Je, mume wako huyu wa pili ameruhusu hilo? Vipi? Kuigiza mchezo ule kwamba labda umeolewa na kijana mdogo na nini? Sasa najua anacheza karate. Lakini sasa mkikaa nyumbani anasemaje? Mimi sina mume, sitaki uongo. Sina mume. Mume wangu kwanza yuko mbele ya haki, huyu wa pili zamani tushaachana. Mimi nakaa pale na watoto wangu na wajukuu zangu ambao nilozana na waume zangu. Wazito hapo baby. Watoto wangu na wajukuu zangu wanasherekea, wananipa hongera. Bibi umefanya sehemu hapa pazuri, hata kama mwenyewe sipo, niko kambini nimekaa siku 3 2. Wakirudi wananihadisia, mimi anakuwa sina muda wa kuangalia. Okay, sababu za kuachana ilikuwa nini? Labda pengine shabiki angetaka kuuliza, kwa nini jamani bibi mrembo namna hii unaachana na hiyo inakuwa siri ya ndani. Siwezi kuongea. Inakuwa siri ya ndani. Kwa shauri hatuko wapizwa viapo kama dini ya wenzetu. Sisi kiolewa leo umeachwa, una kaida miezi yako 3 na siku 10, unamaliza siku ya pili unaolewa. Sisi dini yetu simple. Bwana. Mwanamume anatoka makaburini kuzika. Basi wallahi anatoka kuzika naambiwa anatafutiwa mke pale, amuoe. Mwanamume lakini anatoka makaburini. Anarudi pale anaambiwa atafutiwe mke amuoe. Sisi tunaambiwa tukaeda labda miezi 4 na siku 10. Uenda ukawa umeachwa na ujauzito. Ya kuachwa ndio miezi 3 na siku 10.
Umemaliza hiyo miezi 3 na siku 10, mume anatokea unaolewa. Hatuna yani makuu, si hatuna makuu kwenye kuolewa, hatuna makuu kwenye kuachwa. Baba yako mzazi anakufa, anafunikwa shuka pale, anakuja shehe na mume anakuoa, na maliza anapiga goti, wewe unakaa pembeni unalia na mawanja kocho kocho, baba yako amefariki, lakini pale ulipo mke wa mtu. Okay.